Oma sava. Oma sava nana. Oma sava. Oma sava nana. Oma sava. Oma sava nana. Oma sava. Oma sava. Hapo mganga unajua anapigaje? Alafu kulele ginja. Aujourd'hui aussi c'est Kijana, naona umefika kilingeni. Umefika kwenye kilinge changu kijana. Bwana mganga Kilomo. Yaani katika ganga ambao naaminia. Umeona? Wewe ndo mganga, yaani Tanzania nzima hii, Uganda, Kenya, East Africa, wewe ndo mganga namba 1. Unajua mganga, mimi nimekuja na matatizo na shida nyingi. Umeona? Nikasema hapa mimi nimezunguka kote East Africa yote, Tanzania nzima, kuna mganga kama wewe. Umeona? Kwa hiyo nimekuja bwana mganga, mimi nataka unisaidie. Kijana, najua umefika. Ila toka uvotoka huko na kuona kijana una nuksi. Una nuksi. Umenielewa? Umefika. Hapa mganga kana kupata. Unajua unavyoniambia mimi na nuksi kama kweli, maana unaweza kunajitahidi sana kutongoza mademu. Mademu siwapati. Kia nikijitahidi kutafuta pesa mganga, pesa sipati. Hiyo unaweza kuongea kweli? Ndio mimi nikasema hapa hamna hapa. Lazima nifuate mganga. Oya mganga, oya nimekuja mganga. Nimekuja unisaidie. Mganga nisaidie. Kijana, hilo ndo shaka kabisa. Kwenye kilinge changu nakijua. Sina tatizo. Jambo lako limeisha. Umenielewa? Mwenda mwana wa kwenda. Ila nataka nikupe masharti 3. Tukubaliane, sihitaji mchezo kwenye dawa zangu. Umenielewa? Sharti la kwanza, nataka nzi mwenye ujauzito. Umenielewa kijana? La pili, nataka jogoo alobeba mzigo kwenye kichwa chake. Mkuu, nilikuwa nimepata wazo kwa vitu ulivyomwagiza yeye. Basi ningemaanisha kwamba ungemwagiza hata biriani na nyama. Unaanza kula tu. Utanielewaje huyu mteja? Unataka unipoteze mteja wangu mimi Mpuzi we. Unawashwa. Unataka kukunwa na biriani. Na satira la mwisho, tunafunga mkataba mimi na wewe. Uzingatie kijana, sihitaji masiala kwa hili. Nataka uje na mafuta ya mgando saa 5 usiku kijana. Mkuu, basi chukua hata mwagizi hata iPhone 15. Mpuzi, unaanza kuchati. Una lolote. Unaona hizi ukazi. Aujourd'hui aussi c'est unataka nimkose mteja wangu tena, ushaanza mambo yako ya ajabu. Mganga sikiliza. Hapa nimekaa nimwasikiliza. Kwanza wewe bwana masharti yako magumu. Wewe masharti yako yakoje wewe masharti? Alafu kingine mganga. Na mimi jina kumbe mafuta. Ndio sana usiku. Jina kumbe mafuta. Hapo mganga baba umenikosa. Au nibadi? Kijana hebu nisubiri. Kijana, unaharibu masharti yangu. Na wewe bwana unapenda biriani. Angalia sasa tumekosa mteja. Nikuomba msamaha. Nitakugeuza bata mimi wewe. Unielewi? Basi ngoja nikupe. Basava. Basava. Imeisha hiyo. Baba hata tonani. Mbona ya wapi hiyo? Vipi? Mbona sizoea hivyo nikapenda. Baba hii fashion yangu mpya vipi? Mbona unataka kuniharibia mood sasa hivi? Naona mangu sikuelewa maana sasa hivi teloshaanza kuvaa nini makopo ya chooni mwanangu. Wewe hili sio kopo la chooni baba. Baba hii ndo fashion yangu baba. Mbona unataka kunishusha hazi? Mimi nimetoka hivi sasa hivi hapa naelekea huku. Au sio? Naenda nyumbani. Kuna sehemu nimetoka kwenda kufanya vidaa kidogo. Si unajua? Mambo yenyewe sio mambo. Na wewe kulikoni? Mbona ya hivyo? Yaani mangu kweli siku leo ambayo niko vibaya. Yaani mwindi kanila. Mwindi kanipiga. Yaani ndo leo. Yaani sina simu hapa unavyoona hapa wala hela. Kila kitu changu chote kimeenda. Huwezi amini maana. Yaani namaanisha kwamba mimi ni mkamalia. Nimebeti. Kwenye kubeti bwana mechi zote zimekataa siku ya leo. Kwa hiyo mwangu mwindi kakupelekea moto. Yaani sio kunila hivyo unavyomaanisha wewe. Na mimi ni mkamalia yani.
Muhindi iko kanila kwenye ile dude lake lile la kubeti. Hayo umeataka mwenyewe. Sasa mimi sikubiri nikwambie kitu kimoja. Kuna mshikaji mmoja huyo anaitwa Mganga Kilomo. Huyo mganga ni balaa. Navyokuambia mwenyewe nimetoka huko nimetoka kuoga vidawa kidogo unajua. Alafu kuna dawa nyingine ipo humu. Baba utaitoa uzu dawa yangu. Vipi? Kulikoni? Mbona una shobo? Acha shobo. Hiyo shobo mpeleko mimi siitaki baba. Umenisikia? Kama wewe unataka kwenda naenda kwa Mganga Kilomo pale. Tena unavobeti hivyo. Utawapelekea moto Wahindi. Utawapelekea moto. Mimi shida yangu ni kwamba nikienda kule nikibeti tu, yani mkeka wote yani utiki. Si ndio hivyo ninakwambia? Nenda umeona hapa chini hapa. Shuka chini hapa. Njia. Chini kuna nyumba fulani hivi na tiles pale. Ile nzuri. Baba pale ukiingia tu kwenye kuchochota sikia cheketu. Cheketu kivumbi. Kivumbi wazi. Poa basi baadaye tutasomana. Poa basi hamna noma. Poa. Poa. Mganga. Karibu kijana. Asante. Karibu kijana. Bwana mimi mganga bwana mimi nina shida. Yaani mimi ni mkamalia. Ndio. Yaani mimi ni mtu wa kubeti yani. Unaona. Sasa nilichokuwa nangetaka hapa kitu kimoja bwana unisaidie. Siku ambayo tutakwenda kubeti kule nione mechi hizi ambazo leo zinashinda, hizi leo zinafungwa ili niweze kupata maokoto yani. Ndio. Maana Muhindi kila siku ananila sana Muhindi. Yaani kila siku ningekela yani yeye anachukua tu Muhindi yani. Kijana, ile umefika kwa Mganga Kilomo, hakuna tatizo. Unataka upige hela, upige maokoto. Hilo limekwisha. Sawa? Nataka nikupe sharti. Ni dogo tu. Ndio. Vua kofia kijana. Bila kuchelewa. Vua shati kijana. Usiogope. Semkawa, yaandae ile mafuta yale ya mtoto, yale ilimadi ujiandae na kazi. Kijana, nimeuona. Nyama zake nyingi. Afa na mafuta huyu. Kanuna. Wasuali. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Ataka kupaka mafuta. Umpake mafuta. Ya mtoto anaotambaa. Sasa. Inama. Inama kijana. Unataka kupaka mafuta kwa mtoto anaotambaa. Ali wewe. Totoka utaka. Kijana. Asi! Mama! Asi! Wapi yuko hao? Vipi mwanangu? Kijana, naona kilingeni kwetu kuna gundu, hakuna wateja, hakuna majambo wala majambosi. Kwa nini? Hakuna wateja. Tatizo nini? Kuja nawa. Mkuu, mimi nimenawa na nimejisafishia. Sijui wewe kwako mkuu. Poa sikia mwanangu. Walenga kama wale usinipeleke tena. Unazingua mganga wako yule wa ovyo. Yaani mganga wako wa ovyo sana mwanangu. Yaani mimi nakunigia mashati magumu. Unanitosi. Unaletea shobo kushoboka. Kwa nini? Unanitania kijana. Mimi niharibu kilinge changu. Sijui masharti ya kilinge. Au wewe unaleta masiala. Ila mimi na wazo leo. Inatakiwa sasa hivi tujiblandi. Wateja manake hamna. Umenielewa? Ndiye mkuu. Tuwe TikTok. Tunataka tuonekane Facebook. WhatsApp. Instagram. TikTok. Paka YouTube huko. Ili madijina likuwe tupate wateja. Umenielewa? Kwanza mkuu, mambo ya Facebook na TikTok ndio nini? Mambo ya mtandaoni hayo. Kone mambo ya mitandao tunaonekana, manake ukiweka huko katika Instagram duniani kote unaonekana. Wanasema huko Ulaya wapi unaonekana kijana wangu. Anaambia vua shati mimi namvulia. Vua suruali mimi namvulia. Mwisho siku anaambia ati vua nayo ukasema hamna maangacha mimi nifanye nikimbie. Wewe sio mganga mzuri mwanangu unazingua sana. Acha kucheka mimi nakwambia. Kwa wangu mganga, huyu mganga. Mkuu, kweli kabisa umeongea jambo la maana kabisa. Na mimi nakuunga mkono.
Lakini sasa mkuu, cha kwanza mimi nilikuwa na wazo langu hili kiongozi, nataka tubandike mabango kila pembe ya dunia. Ila sasa kwa hiyo nataka unielekeze na unipe ushauri na uniruhusu nikaweka mabango kwa sababu wewe ndiye kiongozi wangu. Haina shida kijana, wazo zuri, halina tatizo. Leo katika kuamka umeamka vizuri. Ila naona wateja tu kwa sababu hakuna. Wazo lako zuri, inabidi uende. Yule sio mganga mwanangu, bana zingua bwana. Yule jao bwana mganga gani? Hii mwanangu nalia, mwanangu nalia. Pasa mdai. Oya. Oya wewe. We, na mimi nikae hapa mganga je kunanilia. Umenielewa? Ndiyo mkuu. Ufanye jambo hilo leo mapema na kwa wakati. Umenielewa? Ndiyo. Haya, nenda mwana wa kwenda. Ndiyo mkuu. Kibango iko kinaenda meza nani? Hebu nisomee. Kibango iko kinaenda meza nani? Hebu nisomee. Ai. Kibango iko kinaenda meza nani? Hebu nisomee. Kibango iko. Ai. Jamani, kusudio letu, kusudio kibango hiki au bango hili kupata wateja na kupata maokoto. Kibango hiki I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Kiongozi, Umefika kijana? ndiyo mkuu. Jambo langu umefanikisha. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nishamaliza jambo lako. Nimebandika mabango kila pembe ya dunia, kila pembe ya eneo. Nimeweka kusudio letu ni kuweka maokoto na kupiga hela. Ndio kusudio letu hilo Kijana, eti mganga kilomo. kwa hilo hakuna tatizo. Umenielewa? Nimekuelewa kiongozi. Umefanya kazi yangu vizuri. Bila shaka. Umebandika kila mtaa, kila kona. Kijana, kama umebandika, mimi nachohitaji umaarufu. Tunataka tujulikane TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Umenielewa? Ndiyo mkuu. Tupige hela. Unaona kabisa wateja wamekauka sasa hivi. Hakuna chochote. Tuko pamoja. Ila sikuamini wewe. Kwenda mwana wa kwenda. Inabidi nikachunguze, niangalie utaratibu kama umeenda sahihi. Sawa kiongozi. Nenda mwana wa kwenda. Nenda mwana wa kwenda. Eti tunatoa dawa ya mapenzi. Umpuzi ndo ananiambia na kopo la mafuta sisahau. Sasa namkomoa. Nalitoa bango lake kuna deki zake. Natoa afu tuona wateja atawapata wapi. Kijana! Unawashwa. Toa mkono wako kwenye bango langu. Unawashwa. Unataka mimi nisipate maokoto. Kwa nini? Unataka nisionekane Facebook. Unataka kukunwa. Toka, nitakugoza mzi. Nenda mwana wa kwenda. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Anataka kuniletea uchawi kwenye bango langu. Nisipige maokoto. Kwa nini? Kaka vipi? Unaona sasa mpaka umenimwagia vitu vyangu. Sasa unaona ulivyovimwaga vitu vyangu, mimi nafanyaje hapa? Una akili kweli wewe? Mimi naongea afu unaniangalia tu hapa.
Watu wengine sijui wapoje. Mimi naongea naye afu anaondoka kama chizi. Bwana. Nenda mwana kwenda. Kijana, unachezea kioo, unajiangalia mpuzi we. Unawashwa, unataka kukunwa. Unaangaliaje mizimu bila ruksangu? Alafu nimeona kuna kijana mmoja yule Ansi anataka kubomoa tangazo langu nisijulikane Facebook, YouTube, TikTok. Unamjua yule kijana? Simjui. Ase mwenda mwana kwenda. Yule alovaa bakuli kama kofia lake la kijeshi. Ai. Mganga Kilomo mkuu, nimemkumbuka. Kumbe ni yule kijana. Ndio. Anatudharau. Yule Ansi nilompa masharti yangu 3, ameshinda kuyatekeleza, akaondoka, akasusa. Anamaanisha nini? Anataka nini? Anatudharau. Afu leo anataka kubomoa bango langu. Nitamgeuza mzi, nitamgeuza mende. Sasa mkuu, nipo na wewe. Swali jibu lako na swali lako na maneno yako unayotaka kuongea na uviongea. Sasa kabisa, bora mgeuze hata nzi. Exeshoni. Kijana, kazi yangu umefanya vizuri. Nzi sake dawa yake kwenda chooni na ataenda chooni. Umefanya kazi yangu vizuri. Nimehakikisha umefanya jambo safi. Inabidi tutulie, tupate tukujulikana Facebook, WhatsApp, Instagram. Nyom. Jesus! Oya. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Wewe unataka kwenda wapi mzee? Yaani mwanangu wewe, yani sikutakuja kuniua mwanangu. Yaani unavokuja kama vile kimondo, yani sijui nini. Yaani songini kuja kwanza piga taudi kwanza. Kidogo nitainuka nitakufuata. Lakini unakuja mwanangu unanikusanya tu. Songini sisi bwana tuna pressure sisi. Wewe mwanangu wewe upe na nini wewe? Alafu mbona bado kijana? Mtoto mrembo, mtoto mzuri wewe. Bado umri unadai, wewe utakufanya mapema wewe. Sawa tuachane na vipi, kuna mpya gani? Bwana mpya ipo bwana. Nikupe story. Au sio? Navyokuambia. Halo. Ni kwa sasa mimi na shida ya kufika hapo ulipo, maana nimeliona bango hapa. Mbona nikueleze. Nimeenda hapa nika mganga Kilomo yule anataka kupaka mafuta usisamjua. Yaani wewe na mganga wako ndio mmeshirikana mimi niweze nini kwenda pale, si ndio mkanifanya kitu kibaya. Yaani yule jamaa kunaagiza mimi mafuta. Sio mimi wewe mtoto. Kwani mimi ndo nilikuwa nataka kukupaka? Si yule pale mwenyewe. Mimi nimekwambia tu ukitaka mambo yako akae sawa, ukitaka ujue kuna nili ukienda pale fresh. Unaona? Una nili fresh. Bwana zingua mwanao, leti dawa mtoto. Sawa. Yote 9 10. Nataka nikwambie ili bwana yule mganga Kilomo. Kwa hiyo nakufikiaje hapo ulipo, uko wapi?
Kwenye haya, sawa, nimekuelewa. Nalia, oh mama. Nataka kwenda Msangalo la uma. Kwenda Msangalo la uma. Yeah. Kijana, naona umefika. Ndiyo mganga. Anajifanya sasa hivi kuweka mabango. Yaani anataka kuwa mtu mkubwa. Basi nikalikuta bango lake ninavyokuambia. Nikataka kulichomoa. Kama tunasikia kijana, nitakutoa busha. Ni baki. Kwa bio. Nikamwambia. Wewe, nikabaki tu. Kufanya nini pale? Basi ninavyokuambia, ninakimbia mwanangu, nimekimbia, nimekata chuchu, basi nikapanda juu, nikaruka chini mwanangu, au sio? Nikatambaa, nikaona nikaenda kupishana na mtoto mkali, mtoto mzuri peace. Bwana. Kwaje hapo? Niambie, sema shida yako. Mimi na matatizo makubwa sana. Nilipoliona lile bango nikashukuru kwa Mwenyezi Mungu kwamba inawezekana ufunguo wa mtihani wangu tayari umepatikana kwa leo. Mganga, mimi usiku silali, vinanitokea vitu vibweke, yani nashindwa kuelewa vinaanzia wapi vinamalizikia wapi, sijui. Ni uchawi, kuna vitu vingine naviona live, kuna vitu kama ninaingia ndotoni. Nahitaji msaada wako, nisaidie. Kungana naye, yani akamwaga vitu vyake, basi mimi kanamwaga kamera minga. Sio mtoto mzuri. Sawa, basi ngoja wewe asipige kwa uselie. Kwa hiyo poto yuko vipi, yani mazingira yake? Umefika kwa mganga Kiromo. Hakuna tatizo. Sawa. Swala lako limeisha. Tatizo vigagula vinakusumbua. Vibwengo vinakuchanganya. Hakuna lolote. Umefika kwa mganga Kiromo. Hilo kwangu mimi hakuna tatizo. Sawa? Sasa kazi yako inabidi nifanye usiku wa leo. Ila unataka utoe advance. Ndio. Advance? Ndio advance. Makoto lazima. Shilingi ngapi? 500,000. Kuhusu 500,000 haina shida, lakini kuna labda sijui itawezekana kwa sababu keshi mimi hapa sina. Ila kwenye simu ipo. Kwa hiyo kama kutakuwa na uwezekano wa kukurushieni kwenye simu, haina shida. Maokoto kwenye simu, tuma kwenye namba yangu. Alafu atumene ya kutolea. Hilo nalijua. Kwenye simu ipo. Fanikiwa. Sijamuona. Yaani sijafanikiwa kumuona kabisa, lakini nikimuona nitamwambia, nikimuona nitamwambia. Sawa, ndo jambo la muhimu hilo. Basi sasa sikiliza, mimi naenda nyumbani. Kwa hiyo kama naenda nyumbani wewe usinifuate. Mimi naenda kununua dagaa pale. Nishanunua unga wangu nusu pale. Naenda kuchukua na dagaa na kula. Usije. Acha basi tufuatane. Ufuatane na nani wewe? Sina wewe. Sitaki uje, naenda kula peke yangu. Kwa hiyo wewe mwanangu, mimi pale tulishirikiana ili kusaidiana wewe pia kunipeleka. Ila sasa kuja kula kwako mchana na mimi nisije kwa sababu gani? Siku nyingine utakuja kula. Sasa hivi mimi njana imenibana sana. Kwa acha nile mwenyewe kwanza. Mwanangu mimi nakuja. Oya, siku nyingine. Nataka kwenda Msangalo. Si namba hii samani. Si namba hii ambaye nimetumia wakati nakuja huku. Hiyo tuliwasiliana muda so mrefu. Nataka kwenda Msangalo inauma. Oh mama. Nataka kwenda Msangalo inauma. Oh mama. Nataka kwenda Msangalo inauma. Oh mama. Oya Ansi. Basi baadaye. Jina limetoka Kiromo. Hilo Kiromo.
tulowasiliana muda so mrefu. Sasa uwe tangulia, nitakupigia simu, nitakuja kufanya kazi yako usiku. Sawa, haina shida. Nenda mwana wa kwenda. Nenda. Nenda mwana wa kwenda. Wewe baba unapata nini sana leo? Kwa mahaba yako na enjoy. Oh. Mimi niseme karibuni. Nyumbani ndio hapa kama mnavyoona. Hii nyumba yote ya kwangu. Kwa hiyo cha msingi hapa, mtafanya kazi yenu sehemu yoyote mko huru. Yaani chochote mtakachojisikia ukifanya, uweni huru. Uweni huru. Fanyeni kitu chochote mtakacho, chochote kile. Fanyeni. Mkijisikia sasa hivi tunataka kulala usingizi, maana yake mnaingia hapa. Mnaingia hapa kini chumba tu cha kunani, basi mnalala hapo. Na kingine kwamba kama mtahitaji msaada, basi mtanigongea. Mimi nadhani ni hayo, au kuna la zaidi sijui. Hakuna tatizo. Tumekaribia kwenye sehemu yetu ya kazi. Shemkawa, inabidi tufanye kazi ya mzee vizuri. Umenielewa? Ndio. Vigagula tu vinamsumbua hivyo. Sawa. Basi acha nikapumzike. Kazi njema. Napenda pazito hapa. Bwana wewe muoga. Unakunya unajamba bila sababu yoyote. Kwa nini? Acha tufanye kazi hii vizuri. Mbona papa laini tu kama mlenda? Mkuu, sielewi. Naona kichwa kinaenda juu wala chini, sielewi kabisa mkuu. Ina maana wewe uone? Amna chochote. Acha kujilimbwasa. Mbona kwa upe tu mu? Inabidi tufanye kazi hiyo ya watu vizuri. Umenielewa? Nimekuelewa mkuu. Usiwe na mchecheto. Unafikiri ile jina limetokaje la Kiromo? Mganga nafahamika. Ndiyo mkuu. Nchini kote, South Africa, YouTube, Instagram. Naam. Na subiri niwapelekee moto, manake wanajishaua hawafiki Gagula. Mkuu. Na mimi pia nawasubiri hivyo Vigagulo. Na kuaminia mkuu wangu Kiromo. Na kuaminia sana. Hilo ndo shaka. Na kuambieje, silali, wataipata, watajishaua, wataelewa tu show. Inabidi tuifanye kazi ya watu upasavyo. We babu, usiku wa manane kaburini unafuata nini? Namchimbia mwanangu dawa. We dada, usiku wa manane kaburini unafuata nini? Namchimbia mwanangu dawa. Mkuu. Brasikia sauti ya Zuchu. Sauti ya Zuchu itoke wapi? Redio hizo. Mbona unakuwa unajilimbwasa, unanyamba? Sauti ya Zuchu itoke wapi? Unampenda nini? Hakuna hata sauti ya Zuchu. Atari. Mkuu nini? Hapa fai. Nilikwambia mimi, ukanibishia. Mkuu. Nini? Angalia mbele kule. Mkuu. Angalia mbele kule. Nilikwambia mimi unanibishia. Wako wapi? Mkuu. Niachie bwana. Hebu niache bwana, unakuwa muoga tu. Kwa nini? Hebu niache bwana. Unakuaje hivyo bwana? Hebu niache bwana. Unakuwa muoga tu. Niache bwana.
Mama. Mtumba unakuja katika nyumba Vigagula tupatia anajifanya mganga kiromo, huna lolote. Mtumba mkubwa tutapaka mafuu. La umeona usirudie tena kwenye nyumba za wakubwa. Sisi ndo makubwa makubware. Umeumia leo, umezimia. Kroma mna kroma na kromore. Dada. Samahani. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Suhila. Suhila? Basi mimi mwenzako mimi yule pale kijana yule siku ile pale tulipopita tukagongana pap. Ile kugongana basi wewe ukamwaga manyanya yale. Nimeshakukumbuka. Nimwagia vitu vyangu wewe. Hapo ukaondoka bila hata kunisaidia. Hamna, mwenzako nilikuwa nakimbizwa naona ndio. Basi sawa. Hebu niachieni mie kwanza. Niachie. Vipi? Sikiliza. Kazi yako mimi nishamaliza. Umenielewa? Nakuelewa? Kazi yako imeisha. Wachawi hawakusumbui tena. Vigagula hawakusumbui. Na ile advance ilobaki utakunywa soda ile nilogea wewe inanitosha. Sasa mganga, kazi umemaliza. Kwa nini hela ya kumaliza kwanza sikupe sasa? Inanitosha. Nzako nimeamka asubuhi nikaenda nikaoga nikavaa nguo mimi mwenyewe nimependeza kama hivi. Sawa. Nimeshakusamehe. Kuhusu yale aliyopita nimeshakusamehe. Sawa? Sio na wasiwasi. Sawa, sasa dada. Sikiliza. Mwenzako mimi nikaoga asubuhi nikapendeza mwenyewe kama hivi unavyoniona. Nimependeza, basi ndio hivyo. Bwana wewe, siongea kitu cha msingi, unazunguka nini? Unajua unanipotezea muda. Umenisimamisha hapa baada ya uongee kitu cha maana, ulioga. Nimekuuliza mambo ya kuoga mimi hapa. Naomba uongee kitu cha msingi. Basi sawa, mwenzako kani nilivyokuambia anaitwa Hansi. Mimi kwa nataka nikwambie tu kwamba ni kuombe tu msamaha kwa lotokea siku ile. Sawa. Kisha hapo maana unapotezea muda. Nimeshakusamehe. Sawa kakaangu, sio na wasiwasi wote. Hiyo baki nayo, unywe soda. Kiongozi, mbona tuondoke? Maana mzee kaja kutuleta kwenye majanga. Bwana tuepushe uhai wetu. Bwana tuondoke. Mganga! Usinite kenge we. Unataka kuniua, unataka kunitoa uhai. Tuondoke kiongozi. Sasa kuna kitu kingine nataka nikwambie. Mimi nataka nikwambie hivi, mwenzako nilivyokuona siku ile nimetokea mimi mzungu asema fall in love. Yaani mama mwenzako mimi nimekupenda. Wewe kaka hiyo. Koma, usiniletee nuksi za asubuhi. Umenipenda mimi? Hivi wewe katika kuzunguka koko kote umeona pale kwa Suu ndio pa kupeleka nuksi, si ndio? Nuksi zako hizo nitakuletea bibi. Mimi siwezi kuwa na wewe. Tena ukome. Mwangalie, tizame sura yake. Wewe nafanya na kusumbua, naomba nihurumie.
umenifanya niwe fara bwege kabisa. Nani kijana wewe una maana? Umeniacha mimi usiku pale. Unataka mimi nife. Kwa nini umeifanyia vile? Ani wewe bwana, nitakufukuza kazi. Yani umji sasa hivi unavyoenda. Ndio Jumapili tu ndio mji uko hivi kweli jamani. Jumatatu kesho itakuwaje? Sasa poa kimya. Oya vipi boss kuelewi mwanangu? Ile nyumba nzito. Nyumba ile ni nzito, nimeogopa. Mimi mwenyewe nimeogopa. Naangalia huko, naangalia. Sielewi. Nimeamua kuondoka, nimeshindwa kujizuia. Kwa sababu wewe mkuu wangu unaweza kujinasua. Mimi ikibaki siwezi. Alafu unavonijaga kama yeye ni sio unakuja kama kimondo. Leo umekuja kama shetani mwanangu. Yaani unalialia shida nini kwani? Mzako nimekataliwa. Kulikuwa na mwingine nimempata. Nimwambia na pia kaikataa. Yeye anakutaka kivipi? Mbona kama sielewi hapo. Ndio ndio nakwambia siku ile kwamba utaelewa mbisha na njiani. Nikonga naye vitu vikamwagika. Eti kanambia koma jitulivo. Unaweza kutembea mimi. Koma. Sasa kwa sasa hili mangu hivi. Kopo hili mwanangu. Ule mwana kupenda hivi. Ani wewe umeniacha mimi pale nimetaka kudedi, nimetaka kufa. Kwa nini? Kwa nini umenifanyia hivyo? Wewe mbaya sana Mkuu. Ngwani kwa kebe chini nilikuwa hadithi vizuri. Usinge dedi. Una uwezo wa kujinasua na kutoka. Kweli wewe unipendi, unanengeneka, unawashwa, unaniacha mimi mkuu wako. Kwa nini? Inabidi wewe nikufukuze kazi. Kwa sababu unaniacha mimi nataka kufa pale. Mkuu, inabidi nikufukuze tu. Kwa nini umenisaliti? Umenikimbia. Ani wewe. Yaani mademo sasa hivi wanataka hizi. Ila maisha yako wewe na mimi tunafanana. Kwanza cheki wewe. Hivi. Mimi hivi. Tunafanana sana. Ndio maana hatupendwi. Wewe kama umekataa mangu hiyo stake yako. So haki yako. Kwani mapenzi watu wanaangalia muonekano, wanaangalia ule moyo wa kupenda ukoje? Yaani mimi nakuja hapa bila rafiki yangu. Unibembeleze. Hata unikopatie basi. Nikopatie kivipi? Unanikataa. Yaani wewe rafiki yako sana ukataliwa basi. Wewe kama vipi tafuta wengine. Nibembeleze au basi. Tafuta hela. Mganga Kilomo, niambie kijana wangu. Mimi hapa nimekosea, nilikuwa nataka nitoe bango lako lakini zile si unajua akili za utoto. Lakini mganga mimi mwenzako nasumbuliwa na mapenzi. Kuna demu nimemtongoza mimi amenikataa. Mimi nilikuwa namwambia mimi nakupenda lakini kanikataa. Kwa nini nimekuja kwako kama vipi unipe dawa? Swala hilo limeisha. Anasumbuliwa na mapenzi. Bado kijana mdogo. Kwa nini una haraka? Kwa nini unakuwa na mchecheto? Kijana unasumbuliwa na mapenzi. Kweli. Mbona tatizo dogo sana hilo? Ila siku ile ulinikosea, umekuja winja kama moto wa kifuu. Sasa inabidi nikusaidie hiyo dawa yako ya mapenzi. Nige 5,000 hapo. Nikupe dawa. 5,000? Alafu mwenyewe ndo nilikuwa na hiyo 5,000. Lete maokoto. Tunaona mfuko tena mweupe. Umeona? Mfuko mweupe nilikuwa nao hii hapa 5,000. Hii. Yaani mimi nikiangalia tu mfukoni kama na binocular. Kifaru huyo, umemuona kifaru? Maokoto. Au boko. Haya maokoto. Acha shobo. Kijana, sasa nakupa masharti. Nikwambie kitu. Nenda dukani. Chukua buku.
nenda kanunue unga. Unajua unga sembe? Unanisikia vizuri? Wake ule unga akikuwekea kuna mfuko laini. Unaenda chumbani kwako, unaangalia, unanuia, unachotaka kunuia, kila kitu, usiache hata kitu. Ukitoka hapo unampaka, unampuliza. Yaani kwa hiyo nikichukua nende nimpake? Alafu nimpulizie. Yaani hapo unakuwa umemaliza kila kitu. Kwa mganga atanipenda daima milele. Kiongozi, hebu ngijaribu kumchukulia hata kidogo tu akajaribu na ile, akichanganya na ile itamsaidia vizuri. Atapagawa. Hiyo nilomwelekeza inatosha kwa upande wake. Usimuongeze mizigo mingi. Kwa mganga niende? Nenda mwana wa kwenda. Nimekuja hapa na kusikiliza. Niambie ulichonitia. Ongea sasa ulichonitia, unajingatangata nini hapa? Mimi wenzako nimekuja nataka nikwambie kama nilivyokuambia, yani ile siku ile pale nilivyokuambia vile. Basi nimekuja hapa nataka nikwambie tena. We, shia hapo. Zile mada za siku leo unazileta hapa. Ndio kilichofanya ukaniita mimi hapa. Umenipotezea muda wangu. Nikajua unakuja kuniambia kitu cha msingi, kumbe unakuja kuniambia ule ujinga wako ulioniambia siku ile. Kwanza unavonifuata mimi, ukiniita kwa siku nyingine, jiangalie ulivyo. Ndio uniite. Sasa nakusikiliza. Alafu hilo kopo lovaa. Hebu jamani jiangalie kopo lovaa hilo. Swala choni kweli? Kweli wa Mungu, swala choni. Unakuja kabisa unalivaa, afu unakuja kwangu mimi unaniambia eti mimi nimekuja uniambie nimekuja kufuata jibu langu. Una akili kweli wewe? Alafu hivi ulivovaa unakuja hapo unakuja kabisa unasema kuja nikamtongoze mdada fulani atanikubalia. Nani atakayokubalia? Unaweza kutembea na mimi kweli? Na mimi mtaani natembea, tunatembea wote najitapa. Nina bebi wangu anaitwa Ansi, kwa hivi ulivyo. Jibadilishe. Labda naweza nikakupenda kwa kukufikiria, lakini maana hata moyoni haupo. Basi sawa. Unajua nilienda kule kwa mganga Kilomo. Nilipoenda kule basi akaniambiaje? Akaniambia kwamba wewe mbona unasumbuka sana. Nikasema sasa kwa nini mimi nihangaike? Basi akananiambia nikanue hivi. Mganga Kilomo umeona? Mganga Kilomo akaniambia kwamba nikikupaka hivi, umeona? Utanipenda. Basi ndio nimeamua kukupaka hivyo. Kumbe ndo yalivyo mapenzi, kumbe yapo hivi mapenzi. Natumia nguvu kutengeneza, unabomoa. Nayazidisha wewe mwenzangu, nayatoa. Wewe umekosa huruma mimi kunihurumia. Wakati mgumu naupitia. Kofi la mchumba linauma. Ile iliyapata aliumi. Tamu kama sukari. Kwa nini akijipaka kuna ladha gani? Kupigwa nimepigwa, kupaka nimejipaka. Mganga Kilomo nakufuata. Mimi mwenzako nimepigwa bao la kulia, lakini hajanirudishia la kushoto. Nimepigwa bao?
Dini yenyewe imesema kwamba mtu akikupiga bao la kulia lakini akurudishia la kushoto. Lakini yule mwanamke kafanya dhambi. Haiwezekani mimi nipige bao la kulia peke yake afa jarudishia la kushoto. Yule demu yule. Mimi nimekuja kuomba dawa hapa. Au sio mgambia mimi kampake unga. Wao nimempaka unga. Mimi nimetaka dawa mapenzi nimpate yule demu. Lakini nitakuchangaza yule demu kana nimempaka vizuri mashati vizuri. Vile vile mbonipa. Akaenda akanipiga mbao. Akakosea mashariti. Sijakosea. Oi, mimi sijakosea. Nitalia majirani watasikia kama mimi nitalia. Usilie kabisa. Majirani watakusikia. Majirani wakisikia utaharibu kila kitu. Usilie. Nitakupeleka. Nipeleke kwa mganga Kilomo. Nataka langu. Nataka langu. Nitakupeleka. Sasa hivi. Sasa hivi. Tunaenda sasa hivi. Sasa hivi. Nanyuka twende. Sawa. Mganga Kilomo. Mganga Kilomo. Mkuu. Nani huyo? Mimi kuna mke wangu. Kuna shida kidogo huko. Njoo angalie. Njoo muone kijana huyo. We, vipi tena? Mganga, umenipeleka, umesema nimpake unga. Umenipaka nimempaka unga. Nimempaka kweli unga usoni. Tena nikapulizia. Akili akanipiga bao. Hanipendi tena. Kasema nitaki tena kanambia koma. Ukome. Kanipiga na bao. Kawa kunifanya kazi. Umesema mtoto nikampaka unga. Mganga nimetaka kupaka unga. We, kwa umepigwa bao ndo maana unalia. Acha mchecheto, uondoke hapo. Mganga vizazi uondoka. Mganga nimekuja. Nimepata ile 5 yangu. We, nitakugeuza mjusi. Nenda, nitakugeuza kenge. Hebu nenda hapo. Kijana, tuondoke. Hivi mume wangu, au unafanya mbona unafanya mazuri kabisa? Si ndio? Mazuri yapi hayo mke wangu? Haya, kijana watu wamekuja hapa analia. Efton yake umemchukulia? Mbaya zaidi unamwambia unga ndio dawa ya mapenzi kweli? Wewe unaona wapi unga kwa dawa ya mapenzi? Sikiza nikwambie mke wangu, hapa mjini lazima nijiongeze. Wewe unaona masotojo unaokula, unafikiri yanapatikana vipi? Mara nataka kuku, mara nataka siji nini. Wewe unafikiri vinapatikana vipi? Mimi sipendi tena unaniuzi. Kijana watu anaondoka kwa analia. Mwenyewe Efton yako umemchukulia? Wewe bwana mimi unaniuzi. Yaani mambo yako ya ajabu tu, unanielewa? Mimi sitaki kufanya hiyo kazi. Wewe na uganga wapi na wapi miangu mimi wewe? Wewe kweli mganga wewe? Kwenye familia yenu hakuna hata mmoja. Wewe babu yako toka lini akana vikoba vya uganga? Lini navikujua mimi wewe? Sila kwambia hapa mjini. Sawa, hapa mjini lazima mimi nimejiongeza. Tupate maokoto. Unakula vizuri, si kuku, si nyama, si nini. Wewe uone kutokana na kazi yetu hii naifanya. Yupo babu yangu mzaa baba, tuna uganga. Familia yenu unaijua mwanzo mpaka mwisho. Mimi sitaki hiyo kazi uiache. Kila nikipita nishwa vile wewe ndio mke wa mganga Kilomo. Mimi sitaki, lama zote napewa mimi sitaki. Naomba hiyo kazi uiache. Tena uiache kabisa. Mbona kazi nzuri? Hata Mwenyezi Mungu anasema lazima tufanye kazi kwa jasho. Kwa hiyo inaitolea jasho, ndio maana mimi nafanya kazi hii. Unakula vizuri. Ndio kwa jasho.
Sio kweli. Hapo ulipo hata sijui kitamu sijui cha nini kile cha uganga kile hauna. Mimi nitaenda kuripoti polisi ndio utajua. Mimi naona nichosha tu. Subiri niende zangu kilingeni. Baadaye. Wana wengine matatizo tu duniani hapa. Kijana wangu, unajua umekuwa mtu wa ovyo. Kwa nini umekuwa mtu wa ovyo? Unawaleta watu kwenye nyumba yangu. Kwa nini? Kwa nini nafikia tu unaniletea watu kwenye nyumba yangu? Ujue kama nina mke wangu, unataka kuniletea matatizo. Wewe uone kazi yenyewe tunatapeli. Alafu unaniletea watu kwenye nyumba yangu. Unataka kukunwa. Spendi tena hiyo tabia. Umeniuzi, umenikera. Kwa nini unaniletea watu? Sitaki swala hili tena lijirudie. Umenielewa? Umenielewa vizuri? Sitaki kabisa ili swala lijirudie. Umenielewa kijana wangu? Sitaki uniletea watu katika jumba yangu. Kwanza kiongozi, nataka niache kazi bwana. Uache kazi? Kwa nini uache kazi? Kwa kazi yenyewe inaleta matatizo. Hilo swala kwanza unataka ujifikirie. Alafu baadaye tukishamaliza kazi zetu tutalizungumzia. Umenielewa? Kwa swala hilo liache kwanza. Sawa, najua tumefanya kazi muda mrefu. Inahitajika tukae vizuri ili mali tu discuss kwa upana zaidi. Matatizo tu. Jana nikuta mimi kila siku. Matatizo hayaishi. Sipa niache kazi. Unataka kuacha kazi kwa nini? Unataka kwenda kwenye gorofa ya 3 kaangalia TV? Au unataka kwenda kwa Pididi? Unataka upake mafuta? Unataka uende kwenye tuzo ya drama sio ya wapi sio? Kwa nini unakuwa hivyo kijana wangu? Unataka kuendesha gari? Mbona ueleweki? Mbona usomeki? Mbona unaleta mchecheto kwa nini? Au unataka kupaka mafuta? Mimi kiongozi, siwezi kata kama nitaacha kazi kwako. Siwezi nikaenda kwa Pididi. Au unataka uende kwenye mashindano ya drama? Angalia Bani na Baboi walipofanya mambo yao. Angalia usije ukajinyea, ukanya, ukakumbuka swala langu hapa la uganga. Sitaki uende. Nikutoe hofu tu kiongozi. Hata kama nitaondoka kwako. Nakuthibitishia siwezi nikaenda kwa Pididi. Naogopa kwenda kupaka mafuta. Naona mwanangu sasa hivi kwenye ndani ya suti mwanangu. Sijakuzoea hivyo kabisa yani. Unajua nimeamua leo kuvaa suti. Ndio hivyo, unajua tena nataka nibadilike kidogo. Vipi sasa unafanya kazi gani mwanangu? Mbona nipata mchongo wote? Mimi kazi nayo basi ndugu yangu, mimi nipo tu nimevaa tu hivi. Mganga, mimi nimekuja. Ila kuja kwangu hapa na shida. Unajua watu wanakuchawia. Umeelewa? Kivuli chako ukitaka kupiga yako maokoto kinaregeshwa nyuma kama kinavutwa. Ndio hilo tatizo. Ndio. Unajua mimi naona kila nikifanya madili yangu naona ile hayatoboi yani. Hayafiki kokote. Napiga dili, afu dili linaishia njiani yani tuseme. Kama kuna kitu kimoja mwanangu umeharibu. Suti ini azivazwage na hizi track hizi. Alafu cheki kuna kanda mbili rafiki yangu. Yaani hapo labda ungepata swali ile nyepesi nyeusi ile ndio ungetisha sana. Kumbe osha kuona wapi mwanangu? Nitashindwa mwanangu hivi kweli? Usishinde bwana. Yaani mwenzako mimi nimevaa hivi, umeona? Roho yangu inaniuma sana. Vipi? Yaani ndugu yangu, yaani sijakuhadithia kwamba mwenzako nilipigwa bao. Nilienda kwa mganga Kilomo. Mimi silikwambia mapenzi yananisumbua. Nilikwenda kwa mganga Kilomo nikamwambia mganga, naomba dawa. Akaniambia nikampake unga mtoto watu. Bwana nenda kumpaka unga nikazibuliwa bao mwenzako. Sasa mimi nachotaka unisaidie kitu. Maana unajua mmesifika sana nyinyi. Yaani kila mtu anaongeleni nyinyi tu. Mganga huyu. Sasa mimi nataka dawa tu.
ili nikiiba sitaki kujiona vijidudu wananiona natoka labda kwenye mimi naingia na madili makubwa naingia ndani kwa watu nini, nachukua kila kitu yani. Umefika kwa mganga Kiromo, hakuna mchecheto, hakuna tatizo, swala lako limeisha. Ndilia. Kwa sababu nataka nimuone, nikishamuona ule binti na usio nimombe msamaha, naomba usamee, mimi nimekusumbua nini hivi na hivi, anisamee. Sina jinsi nitafanyaje sasa. Usivae kama hivi. Vipi? Hapo. Jamani. Hapana. Kuna watu kweli vinang'anizi. Hivi wewe kaka, si ndio lolo ulipaka unga siku ile au nimekufananisha? Ila afadhali leo kidogo. Umenielewa? Nitakupa dawa. Sasa ni wazuri sana. Yaani mkiwa kama nyinyi mkiwa kama 40 hivi. Mimi na enjoy. Na ndio maana nakwambieje, kwa sisi wachache sana kupatikana katika jiji hili. Ili mradi mambo yako yaende vizuri. Umenielewa? Haina noma. Umeiona hii Kingolongoto. Huyu Kingolongoto ukitaka kwenda kufanya mambo yako liko kitie mfukoni. Unapotaka kwenda kuiba unasema maneno yako, siji Kingolongoto, nataka kuwa hivi, unamchumuchumu mara 3, unakitia mfukoni, unaondoka, unaenda kwenye jambo lako. Kwa hiyo kusema nikishafika kwenye jambo langu ndo nianze kuliongelea hilo jambo unapotaka kuondoka kutoka kwako nyumbani. Okay. Umenielewa? Nimeelewa vizuri mganga. Basi haina shida. Nitafanya hivyo. Kwa miacha niende basi. Hujavaa ile kopo lako lile unalovaga. Alafu kitu kingine umependeza, lakini sasa unavaaje koti na traki kakaangu Kwa nini unavaa hivi? Ila umependeza. Tuseme tu ukweli, muda mwingine unakuwa handsome. Haya, niambie umenisababisha nini hapa? Sawa. Mimi bwana nimekuita hapa. Najua mimi binadamu na nimekukosea sana. Hilo unalifahamu kwamba nimekukosea. Kwa hiyo nikakaa nikajitafakari, nikajitathmini, nikasema kweli mimi ni mkosefu. Nimefanya yote, nimekupaka unga mtoto wa watu. Umeona, nimekusumbua. Kipindi wewe mwenyewe ulikuwa hautaki. Nimekaa mwenyewe nikatafakari, nikasema yes, mimi binadamu na mimi na mapungufu na mimi nimekosea. Kwa hiyo nikasema maana nimekuwa na kutafuta siku 2-3 hizi nikasija kupata. Kijana, maokoto lazima. Mbona maokoto hujafanya maokoto? Hatujayaona. Maokoto lazima. Yaani hii kazi mpaka iishe au mnataka hela sasa hivi? Unajua mnanichanganya unajua. Mizimu. Ukishapewa dawa mizimu itajika upaki uweke sadaka. Kwa shilingi ngapi sasa? Utaleta 10,000. Mimi kwenye jambo langu niko lazi hata niuze nyumba ya baba yangu ya ulisi. Yaani mradi tu mambo yangu yafanikiwe. Hiyo ndio kazi yangu mimi naipenda. Kwa kwenye 10,000 tu. Haina shida. Haina noma. 10,000. Bado poa. Ndio vijana bana. Haina noma, basi mimi nawaacha. Noma. Umefika kwa mganga Kiromo. Mbona mjini la kuongopea watu. Bwege bwana Mtoseni. Tumempiga shilingi 10,000. Mkuu, wameambiana huko. Kila ukiambiana wanakuja kwetu. Maokoto lazima na tutawapiga. Muhimu. Hiyo haitabiri. Yaani hiyo haipingiki. Ukiambiwa mjini akili. Ujue tambua ndio hivyo. Kana umekuja kulima lami. Nasema siku nitakayokuona naenda kusimamisha na nikwambie. Kikubwa mkosefu siku zote lazima ombe msamaha kwa yule aliyemkosea. Kwa hiyo nikasema kwa kuwa nimekukosea, nimekufanyia vyote na nimekusumbua, umeona nimekufanyia vituko vyote, nimekutafuta, nimekuona leo, namshukuru Mungu tumeonana. Kwa hiyo nimekuja kuomba msamaha, unisamehe kwa yote ambayo nimekufanyia. Basi sawa. Mimi sitokusumbua tena. Naomba sitokusumbua tena. Nisamehe tu kwa yote. Sawa. Sawa, mimi naenda. Ndo naenda? Naenda. Haya.
so kwamba nakusumbua, nakupenda we. Haya mapenzi ulonipa ndo anafanya nakusumbua. Naomba nihurumie, utanitesha we. Kupenda kwangu ndo kwanifanya niwe fara bwege kabisa. So kwamba nakusumbua, nakupenda we. Haya mapenzi unonipa ndo anafanya nakusumbua. Naomba nihurumie, utanitesha. Si jua linawaka, ni hapa niko peke yangu maskani. Jua jamani nipo wapi sasa hizi? Tani kweli ya. Njoo kae tu karibu. Asante. Sehemu hapa karibu. Asante kaka. Njoo kae bwana, usiogope. Hamna, hapa panatosha. Si kama bahati, unajua kuna jamaa wangu mmoja nilikuwa naye maskani mpaka toka sasa hivi naye na mchumba. Wachumba wanamfuata sana lakini mimi sipata mchumba. Lakini leo nimekuja kama bahati hivi. Mwenye umekuja hapo. Unaona? Kwa ingependeza zaidi tukoongea mimi na wewe. Labda unachita namba yako ya simu nini tukazungumza au Nataka samani lakini. Ni samani kivipi tena? Ansi unamjua? Ansi? Jamani bora tu hata nimekutana hivi. Rafiki yako? Rafiki yangu vipi? Nilikuwa na mzigo wake, naomba unaweza ukampa sijui. Mzigo upi tena? Huu hapa. Umfikishie kweli? Hizi. Hamna, sio hizi bwana. Mzigo wake. Maana huyo jamaa wiki nzima sijamuona, namtafuta yeye simuoni. Basi sawa, ila mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Kitu gani hicho? Njoo kae basi hapa tuongee kidogo. Hamna, nina haraka hata hivyo. Yaani nilikuwa napita naenda huku nimekuona hivi nikasema hapa nisichelewe nikupe tu niondoke. Basi sawa. Haya kaka, mimi ngoja kwanza nikuache kidogo. Samahani kwa usumbufu. Basi sawa. Ila nini sikia? Tunakuja kulala kidogo. Tukapumzika maana tunajua jua kali sasa hivi. Hapana, asante. Siku nyingine. Njoo bwana, tunajua sisi kama ni salama kabisa hizi hamna shida. Naomba tu nifikishie mzigo wangu. Hakika upo. Hamna, siku nyingine. Asante. La 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 la. Kumbe ndo yalivyo mapenzi. Kumbe yapo hivi mapenzi. Natumia nguvu kutengeneza unabomoa. Nayazidisha wewe mwenzangu nayatoa. Wewe umekosa huruma mimi kunihurumia. Da. Wewe ukishanta mwenzio yuko wapi? Wewe huyo mshamba mwenzio yuko wapi? Nini? Nisikii au vipi yani? Kishanta mwenzio yuko wapi? Unacheka au si? Kijana, unakosea. Kishanta hapa tumjui. Tunamjua mkuu wangu Mr. Kilomo. Kumbe unamjua. Afu unajizima data. MB zipo yani. GB moja ila unajizima data. Imradi watu tusisapuke au vipi? Sikia sasa kumbe kitu. Nyinyi mnajikuta janja, mnajikuta mapanya lodi au mnajikuta nani machizi boti au mnajikuta vitu gani yani? Visimbilisi vidogodogo au nyinyi mnajikuta nani yani? Niambie. Kijana, una tatizo gani kwani? Sikia ngombe kitu kimoja mboy. Unajua kuna sura zingine za kuzifananisha na mamama. Afu kuna sura zingine za mgando. Asije kutoka hapo. Hizo zinafanana na mababa. Atanienda nipeleke kwanza kwa baba yako. Mganga Kilomo kasafiri.
Kasafiri au vipi? Unajisema dada. Kasafiri nini? Nyanyuka tuondoke kwa baba yako. Sisi mnajikuta matapeli, mnajikuta machizi. Wewe mmekutana machizi boti afu kilingeni. Unanichukulia mimi lembwi au vipi? Sikia sasa. Mimi sitaki kuzungumza mambo mengi. Sitaki kusema vitu mpaka watu wengine wakasikia. Wewe mimi nataka unyanyuke tuondoke. Nyanyuka basi. Kijana unakosea ujue unavyofanya. Usikii unajikuta baharia au vipi? Unanyanyuka unyanyuke. Nyanyuka kwanza. Tondoke. Chaisa basi tondoke babu. Twende basi. Kama hivyo vipi? Nyinyi si waganga nyinyi. Mnashindwa kuyayuka ukanishika mkono tukaondoka wote. Wewe chizi nini? Wachukulia poa. Nyinyi mjue mnachukulia poa, mnaona kila mtu chikeni au vipi? Wewe mimi sio madawa mzee. Wewe mimi nakula mbandatu kila kitu babu, usichukulie baridi sikia. Wapi hapa? Nisaunjia sio huku. Wewe asemaje? Wewe umesaunjia. Utaweza kusaunjia kwa baba yako mzee? Sikia sasa nikwambie kitu. Wewe usimandika baba ubwela. Wewe mimi chizi ubwela. Si unanielewa? Mimi nataka ukanipeleke kwa mkulungu wako. Nyinyi si mnajikuta matapeli. Wewe 10,000 yangu umechukua. Sikia sasa. Peleke kwa baba yako. Tondoke wewe. Unajua nitakuchoma choma. Mimi nitakuchoma choma, unajua nitakuchoma choma unajua. Tondoke kwa baba yako. Oya Ansi. Wapi kwa mwanangu mimi nipo huko. Vipi? Fresh. Yaani mwanangu nimekuja kwako pale mtaani kwako pale. Juzi nimekuja pale sijakuona mwanangu. Kasema umshikaji yuko wapi? Au kwa pendo kapata suti mpya sasa hivi mangu na bwana. Ndio anazua mtaa mzima huko. Vipi ulikuwa wapi yani? Okay. Wewe mshamba nini? Wewe unasaunjia vipi kwa baba yako? Sante ushamba wewe, unachukulia poa. Wapi kwanza kwa mtu wako? Hapa. Ndio hapa au vipi? Sikia panda juu sasa. Mkuu. Panda juu mkuu itie juu hapo wewe. Muita. Ndio nitakutoa mguu juu. Mkuu. Panda juu hapo. Wewe mshamba nini? Yayuka hapo, wewe si mganga, unaona kulia poa, una kila kitu tikize. Sikia sasa piga magoti. Mwite mkuu wako. Piga magoti mwite mkuu wako. Mimi bwana ndugu yangu nilikuwa mtaani hapa. Nilikuwa nazunguka, nilikuwa nataka niangalie mji kidogo. Maana si unajua kidogo akili yangu ilikuwa iko sawa, ilifyatuka. Au si kama nimepigwa bomu. Kwa kama nimepigwa bomu akili yangu, kwa nataka nitembee mtaani, niangalie mji jinsi ulivyo. Na mimi kwa mtaani tu hapa nazunguka. Leta habari. Sasa kama mwanangu sasa hivi sasa ile skolo voondoka mwanangu nikaje kama vile kuna kibati kimekuja hivi. Mwite mkuu wako. Mkuu. Wewe ita vizuri wewe. Mkuu vipi babu uka huko kiwandani hapa unatafuta kazi? Kiongozi. Nani tena wewe? Kuna kijana kaja hapa. Vipi? Wewe sura unajua? Ushakuiona wapi FB, TikTok, Instagram au wapi yani tuseme? Wewe umekuja kilingeni kwangu. Kumbe. Kwako Sikia sasa tuongee mbona. Wewe umenipiga. Umenipiga afu nachukulia poa. Au vipi? Nimekuja kilingeni kwako, nataka dawa. Nikiiba sitaki kuonekana. Na nikifanya chochote sitaki kuonekana mzee. Kwa hiyo mimi nimeenda kuiba, babu napigwa. Labda umekosea masharti. Umekosea masharti au vipi? Kuna demu mmoja alikuja hivi black fulani hivi. Unaona? Sasa alipokuja pale akaniambia Jansi yupo wapi? Sasa mimi nikajua mwanangu demu labda kwangu na mimi bahati yangu. Maana sisi waga tupo single. Unajua muda mrefu mwanangu. Sasa akaja pale mwanangu kuna mzigo wako kanipa. Ananiambia mzigo huu ukampe Yansi. Hapa huu. Sasa sijui mzigo gani. Mwanangu hata sijaufungua alafu. Si namba hizi. Namba za simu 06. Mwisho 80. Sasa hiyo siri yako sasa. Sasa ukinitajia na mimi mwanangu inakuaje? Nitashindwa kijana vipi? Usishindwe. Wewe unaonaje kabisa iko kichwa chako na mimi nikakitoa? Tuseme na mimi nimekosea masharti. Nawe kwa nini umemleta huyu? Sikia Samboi. Mimi nataka hela yangu. Mimi sije kuongea sana. Nitapiga mpigo nitamisha. Para ni wao. Messi operas. Wewe sikia. Nige langu.
wewe langu iko wapi? Mimi nimekuja hapa kuchukua hela yangu. Sijaja kupiga tantalila nyingi ujue. Alafu wewe ndo unanipigisha mimi tantalila. Nataka hela yangu. Wewe kwa nini umemleta huyu? Hela yako mimi nakupa. Sasa wewe mimi jamani mimi sishamalizana naye yule binti yule. Sio nataka kwenda kunipiga vibao tena. Au ndo wanawake. Kwa sababu unajua kuna watu wengine mimi nikajua alisikia kumbe nini isikia kwako ile mwanangu. Fanya hivyo kwa sababu wanawake zote tuweza kuambia kitu hivi kwa haraka haraka. Lazima kidogo kutafuta kwenye simu. Hii hapa. Sasa mambo si kama hayo. Sikia sasa nikwambie kitu mwanangu. Ushanchefua. Afu ushabadilisha sura yangu, ushabadilisha roho yangu mboi. Mimi nataka 5,000 hapa. Hiyo 5,000 ibande juu hapa. Kama umeenda kukopa mikopo, hii ni riba mzee. Haona semaje? Mke wangu mpe 5,000. Ah? Kumbe mke wako. Oh, na mke mzuri. Alidi hapo tumemalizana. Kila mtu ashike zake yani. Ukiona hii sura, ianze kuyamkia kwanza. So wewe vipi unijui sikujui yani? Nenda huko. Twende. Lazima ujiongeze. Kweli Basi. Haya. Basi poa. Mimi nitamcheki, nitamtafuta, yaani suti ile unasema sivui wiki nzima. Kwanza alinisifia, umependeza, umekuwa handsome, na wewe. Mimi. Hamna ugali. Mimi naondoka. Hamna ugali. Oya, baadaye mwanangu, au sio? Au wewe ukitaka twende tu wote. Hilo gari hamna. Wewe twende. Yeah. Kweli penzi kama hadithi na hadithia. Wendo wangu wa moyoni kivuli juu. Hivyo mwanaume mimi unanichukuliaje nikuulize? Unanichukuliaje? Hivyo unataka mimi kuniweka heda Na umri wangu mtoto bado mdogo unataka mimi kuniweka heda na kuuliza? Angekupiga na panga angekuua. Kaka watu amekuja anataka dawa. Wewe umempa dawa sio kufanya nini mpaka kaka watu kakamata ukapigwa? Anakuja hapa anakufuata. Jange kupiga na mipanga unataka mimi niweke heda. Si ndio? Mtoto ndo kwanza bado mdogo. Unataka mimi nikaenda na kuuliza? Tunaongea nawe lakini. Sikiliza mke wangu nikwambie. Tatizo mke wangu. Mizimu tumekosea masharti. Mbona kuna tatizo? Mizimu umefanyaje? Mimi nilikwambia ile kazi uiache, mimi sitaki. Lakini unataka hata kunisikia, unataka mimi nifanyeje? Alafu unajua mimi mwenyewe nzizo ni kwaga mtu ambaye yani kwaga mimi sieleweki ujue. Mimi ni kwaga muuni kisha sasa hivi tu nimeamua kutulia ujue. Hivyo mimi nanichukulia poa, si ndio? Kwa tu unaniona nini? Leo unapesa kuchukua ni sipo ndio maana yake. Mimi nimechoka matendo. Tena nimechoka kabisa. Sijui unanielewa? Yaani nimechoka. Nikikwambia hivi hutaki kusikia. Tafuta kazi hutaki kusikia. Unataka hivyo unataka tu uletewe tu na mwenzio unakula tu ndio maana yake. Kani sio kazi. Hii mbona kazi nzuri tu. Sema ndo hivyo mizimu tumekosea masharti. Ndio maana limetokea ile tatizo. Acha mchecheto, acha ngende. Mwanaume mimi usinichanganye. Mimi ndo nimeshakwambia, yani naongea mara ya mwisho. Ukiendelea na hii kazi yako, mimi nitakuwa siku nyingine wakukungute, wakumwage damu zako hapa hapa, mimi naondoka. Utasikia hata heda naondoka. Muone. Sina muda huo, sina wakukaa vibarazani kumdiskasi tu. Wewe Simba, kwa nini unaimba taarabu kwenye kilinge changu? Unataka uniletee nuksi hapa, si ndio? Jamani, Hasani huyu kafanya nini? Hasani ni huyu kavuka na nani? Mimi hapa nimekuita ukati na maongezi na wewe. Ya samahani kama nitakuwa na kukera. Unakumbuka ile toka siku ya kwanza ile nilikutana na wewe pale? Siku ya pili. Yaani matukio tu ukiunganisha. Mimi kweli nimeamua tukukubalia. Wewe karibu kijana, karibu. Acha uchawa. Acha ucha.
Acha uchawa. Wenzako machawa wako Marekani. Wanapiga hela kina Mwijako. Wameenda kushuhudia chupa 1000 za mafuta kwenye mjengo wa yule mzee. Aliyeko jela sasa hivi. Wewe umekaa tu hapa, huyu hapa hajakupa hata buku hapa. Mganga bwana, mimi nimekuja. Nimekuja. Nina shida kidogo. Nataka unitatulie shida zangu 2-3 au sio? Kwanza kabla sijaendelea, nilikuwa naomba nijitambulishe. Mimi pia nakupenda. Hata hivyo nimekaa muda mrefu sana, sina mtu. Na ulivyokuwa unakuja kwangu, mimi naona yeye ndo anayenifaa. Maana kila nikiangalia simuoni mwanaume mpenda wewe. Nakupenda kweli. Kweli nimekupenda. Cheke. Afu wewe bwana, mimi sitaki. Kweli bwana, kweli. Mimi kama mimi naitwa Mkinga. Sawa aka mjomba from Ichemba. Aka kichwa ududu. Aka maungo ya mwanaume. Aka PDD. Aka Goliati. Na aka Govi. Na maanisha Govinda. Maana kile ulikuwa unanitisha, hivyo sema Govi. Ndio hivyo, basi naendelea. Aka sili vyakula vya chumvi, nina kisukari mie. Aka kuba babake. Kwa hiyo ndio hivyo mganga. Sawa. Najua umefika. Sehemu yangu kwa mganga Kiromo. Shida yako zitakuwa zimeisha, hakuna tatizo. Unahitaji msaada. Sawa, kweli. Kiromo Mkinga. Na mimi nakubalia. Mimi mwenyewe nimekaa na mtu bila muda mrefu, sina mtu. Kwa hiyo nimeona tu basi bwana nikubalie mimi na wewe tu, naomba nipende. Nakubali. Kweli. Da. Nashukuru sana. Usije ukanichiti lakini. Sio naongea hapa najimaliza afu baadaye ukaja ukanichiti. Achi apukutupa. Uzuri usise. Sheila. Wewe Kiromo, wewe si ndio ulikuwa unasema kwamba tusikupigie kelele darasani unajisomea wewe? Leo hii umedondokea kwenye uganga ndugu yangu. Kweli na wewe ndio wakunitibu mimi Kiromo? Hapana. Uniambie kitu wewe. Wewe uweze ukanitibu mimi wewe. Sikiza kwanza Mkinga, sikiza Mkinga mwanangu. Nisikilize kwanza. Kweli. Sawa. Kwani unanipenda kweli au unataka kuharibu uvulana wangu? Hapana, nakupenda kweli. Mimi sasa nikuchezee. Mimi mwenzako bado bikra mimi. Sawa baby. Sawa najua. Sasa nakuchezea. Asante, nashukuru kama umenikubalia. Haya maisha mwanangu, na maisha yanabadilika. Usi unajua shule kipindi kile ndo vile, lakini sasa hivi maisha magumu. Kwa hiyo lazima nijiongeze mwanangu. Hamna ajira sasa hivi. Kwa hiyo zile mbwembwe zote, si nini ndio umekuja kutapeli watu? Mimi najua kabisa wewe sio mganga, sio mganga kabisa wewe. Wewe sio mganga. Ongea ukweli wako, wewe sio mganga. Sasa sikia, mwanangu, kama unataka twende kimya baridi, mimi nitaenda kimya. Yaani hapa tunafanya kama kijatokea kitu. Yaani kama vile umeingia kwenye mjumba wa Pididi, alafu ukatoka kimya, yaani hautangazi. Ndio hizi hapa, au sio mwanangu? Kweli kabisa. Baridi. Usitangazie mwanangu da. Kwa hiyo mimi acha niende nikatafute mganga anaweza kunisaidia shida zangu mimi. Au sio? Poa mwanangu. Baridi mwanangu, baridi. Ila mimi nakushauri ukiona umeshindwa, nenda kagombee zile tuzo za wakule wapi kule. Kule kuna tuzo kule za BIT, CBT na Grammy. Bana boy muulize mwenzako ana Grammy sasa hivi. Wewe unataka mimi unipake mafuta? Sina maana hiyo. Wewe unataka unitapeli vipi? Wewe kilabu. Sababu ninafuraha, uje ninafuraha. Sikuamini. Bana Sikuamini, asante sana. Nashukuru. Nakupenda. Mimi pia napenda wewe. Naomba usije ukaniacha. Haya baby. Kazuri katoto kama baro changa wa moto, sauti laini ya kiniko. Hello
Hello, tainge kwa kura na doto, kikuchagua uimelo, hivi ni zawadi ya mandoto. Kuwa na wewe, kuwa na wewe, kama kunipenda usidishe, zidishe, tulivyo abadi tuatishe, tishe. Kama milaza kwenu nifatishe, fatishe, chumba unoge kwa ralishe. Amor. Kijana, mbona umependeza kama hivyo? Hebu njoo ukae kwanza. Alafu mbona hujavaa nguo za kazi? Vipi, mbona hujavaa nguo za kazi? Umekuja hivyo umetia buti, umetia jeje. Tatizo nini? Kiongozi, nimeamua kuondoka na kwenda kuangalia maisha mengine sehemu nyingine. Umeamua kunisaliti, umeamua kuondoka. Kwa hiyo unataka kuniacha nibaki mwenyewe, si ndio? Nimeona haina haja kwa sababu nishapitia matatizo nikiwa na wewe mengi tu. Nimeamua kuondoka hapa kwako, nikaangalia maisha yangu mbele ya safari. Hamna shida. Kama umeamua kunisaliti, hakuna tatizo. Nitakomaa mwenyewe bila wasiwasi. Nenda mwana wa kwenda. दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, रांझे की दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ. Baby, nikwambie kitu. Niambie baby. Mwenzako mimi na mimba yako. Mimi na mimba yako. Sasa baby, mimi ndo naitaka kubeba mimba. Mimi pia ndo nabeba mimba. Vipi ndugu yangu? Wewe si mwanangu. Naona mmetulia. Tumepoa. Umepoa? Umepoa. Mambo shemu. Safi shemu. Poa mzima. Niko poa sijui wewe. Naona mmepoa. Nimeuaga bachelor, nimeuaga. Au sio? Umepoa. Nitashindwa kijana. Yaani mwanangu, nimekaa hapa kweli. Sasa mwanangu pona shemeji hapa. Mimi pona shemeji yako. Mimi mzako bachelor nishauaga bachelor. Au sio? Bado mimi tu mwanangu. Tuna enjoy mwanangu. Bana shemeji sana. Size jamani. Vipi blaza? Salama. Pita zangu nimepita nimewaona hapa. Jamani. Sasa hivi mimi nimeacha uganga, nimeacha utapeli, yani kila kitu nimeacha sasa hivi. Yani kama kuna mtu labda nimemkosea, naomba msamaha. Hivyo yani kwamba mnavyonzania kwa sasa hivi mnavyoniona sasa hivi. Nimebadilika. Uchali uganga nimeacha na utapeli nimeacha. Sasa hivi nafanya kazi zangu. Sawa. Nilikuwa naombeni msamaha jamani. Kama kuna mtu nimemkosea, nimewakoseeni. Hata hivi uganga nimeacha kabisa. Na utapeli nimeacha. Basi poa, hamna neno, sisi tumekusamehe bwana. Tumekusamehe. Sawa, karibu bwana. Nashukuru bwana. Karibu. Nashukuru dada. Yeah.
Kwa hili penzi kama hadithi na hadithia, wendo wangu wa moyoni, kivuli jua naponizidia. Na wendo wangu mficha siri, na ndo maana nakuaminia. Najua tumetoka mbali, lakini bado hatujafika. Natamani nizikwe nao, maana ndo furaha yangu kwenye hii dunia. Na kama kinipiga Dr. Skilini. Dr. Skilini. Abdalla Juma nakuona umenifollow. Ni follow. Dr. Skilini. Karibu kijana. Niambie kijana wangu. Naona huyu ana matatizo makubwa. Tawili. Nikimwangalia kwenye kiganja chake. Bora vuai kumleta. Ana matatizo makubwa. Kukosa hivyo angeenda na maji huyu. Ana jini huyu. Inabidi nimtibu haraka sana. Umenielewa kijana wangu? Anasumbuliwa na nini bwana? Huyu nimemwangalia kwenye kiganja chake. Kuna jini katupiwa. Ashura alfabeti. Ndo alimuingia huyu, ndo maana unamwona kanyongonyea huyo. Hakuna tatizo. Inabidi unipe 30,000 ili mradi tatizo lako liishe. Unatakiwa ufanye hivyo haraka ili mradi nianze kumtibu na dawa zake. Changamka kijana wangu. Basi ningeomba nikimbie mara moja nyumbani nikaende nikachukue, maana hapa nisikuja na hela. Nikuja kama na 2,000 tu. Naomba nikimbie tu mara moja nyumbani alafu nirudi kwa ajili ya kuileta. Basi sawa, ngoja mimi niwahi sasa. Haina shida. Unamwacha mgonjwa. Utatukuta losheni ya 3 pale tunaangalia TV. Uwai ili mradi nimtibu. Sawa? Sawa mtaalamu. Jitahidi ili mradi tumwai na mafuta apididi. Nenda mwana kwenda. Nitamfunika tu usijali. Kitoto cha 2,000. Cheki kilivyonona. Cheki kivyojaza nyuma. Mimi siogopi. Kitoto cha 2,000. Cheki kitoto cha 2,000 kilivyonona. Kitoto cha 2,000. Cheki kilivyonona. Mimi siogopi. Cheki kilivyonona. Cheki kivyojaza nyuma. Mimi siogopi. Mafuta hayo. Mimi siogopi. Mafuta. Mimi siogopi. Kitoto cha 2,000. Cheki kilivyonona. Kimejaza nyuma. Blaza. Sasa ndugu yangu nimekuona. Blaza, naona umenipigia simu kwamba mdogo anaumwa. Ni kweli ndugu yangu. Mdogo anaumwa. Hali yake sio nzuri. Sasa nimekuja nyumbani sikuoni. Dogo naye simuone. Kwa hiyo vipi unaenda hospitali? Najua dogo inabidi nimpeleke kwa mtaalamu. Kwa mtaalamu mmoja yupo bondeni pale chini pale, ni mshikaji wangu. Kwa kidogo mtaalamu ana mambo ya kidogo, yani nahisi kabisa dogo amepigwa ndumba. Sababu anachemka, mwili anatetemeka. Alafu unajua mtaani kwetu pale kidogo viroho vyao sio vizuri. Kwa hiyo inabidi nimkimbize mara moja kwa mtaalamu. Kwa hapa yupo kwa mtaalamu, kwa hapa nakimbia mara moja nyumbani kwenda kuchukua, ameniambia kama shilingi 30,000. Kwa nakimbia mara moja nyumbani nikachukua hiyo pesa ili nimpelekea, nimemwacha namfanyia tiba. Yaani sijakuelewa yani. Kwa hiyo mdogo wetu anaumwa, si ndio? Naumwa kabisa anaumwa. Na hiyo kampea kwa mtaalamu, kwa mganga. Amerogwa, si ndio? Wewe una ushahidi gani? Kamerogwa. Mazingira tu anatetemeka sana mwili. Amechemka sana. Kwa yani
Mimi nimeamini kabisa kwamba nimempeleka kwa mganga, lakini sasa hivi hapa ameniambia nimfuatie 30,000, nimemwacha namfanyia tiba. Kwa hiyo nakimbia nyumbani kuchukua 30,000. 30,000. Sikia nikwambie brother wangu. Unajua kakaangu, unajua. Ushaelewa. Alafu vitu vingine mimi nakutoaga akili kwa vitu vya kijinga sana unajua. Japokuwa wewe mkubwa lakini nakutoaga akili. Kwa sababu wewe kama wewe umesoma, umeenda mpaka chuo, elimu unayo. Wewe unaamini vipi waganga? Unajua una elimu kubwa sana. Ushaelewa. Ulimpeleka hospitali kabla upeleke kwa mganga? Unajua mazingira wewe dogo anavyotetemeka inaashiria kabisa kwamba anauma. Unatemeka vipi? Hivi dunia imebadilika ujue. So hizo mambo za kizamani achana nazo. Hivyo unajielewa kweli wewe? Uko sawa akili mwako mo? Kama akasemaje mganga? Bana amesema yule dogo ametupiwa jini, sio ametaja jini gani? Kuna jina ametaja lakini blaza achana masuala majini bwana, acha kwa mimi mambo ya kishirikina. Unajua sasa hivi teknolojia ishakuwa. So za maizo mababu sasa hivi tunarudi kwa teknolojia. Sio kila mtu anaumwa mganga. Si unaelewa? Alafu sasa nikubatikia watu wapite hapa kuona mimi nakubatikia. Wewe mkubwa unajua una heshima zako. Sitaki nikuvunje heshima. Wewe manga wapi? Nipeleke kwa mganga unampeleka. Ni hapa tu. Wewe unapoteza hela kwa vitu vya kijinga bwana. Bondeni tu hapa. Hela inauma bwana. Unapoteza hela kwa vitu vya kijinga bwana. Unapaje mtu 30,000 sasa? Wewe una ushahidi? Kama katupwa jini. Dogo anaumwa ndugu. Jini ngapi kwa 30,000? Hebu nipeleke kwa mganga wako bwana. दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, रांझे की दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये cheki kitoto cha 2000 kivonona. Hizo la wazione wao tu. Sisi yako tunambwela mbwela. Haiwezekani. Madokta wale wao sisi haiwezekani. Inabidi huyu mtoto huyu nimpeleke rushini ya 3 huyo ili mradi nifanye mambo yangu. Wazione wao. Haiwezekani. Lazima nifanye mambo yangu, majambo na majambo. Eke mtoto 2000 alivonona. Madokta wafaidi wao tu. Rema. Huyo ni mgonjwa. Inabidi namwangalia na mkagua vizuri. Ndio tiba yenyewe Vipi kijana, umeleta 30,000? Wewe hapo unatibu umekumbatia? Ndio mganga mwenyewe. Ndio mganga wako unasema, si ndio? Yaani brother mimi nakulaumu wewe kwa sababu wewe ndio unataka yote haya. Yaani haiwezekani kakaangu wewe umesoma mpaka chuo, una elimu kubwa ya sayansi lakini unaamini vitu kama hivi vya kishirikina. Si shirikina hii. Kijana, hii lazima nimweke dawa. Namwangalia huyo ana jini la pididi. Inabidi niende naye ghorofa 3 nikampake mafuta, nimtoe hilo jini. Umekuja na 30,000 kijana. Alafu usinijibu hivyo wewe. Mimi sio wewe matunguli yako, unaweza karibu muda wote hapa. Ushanielewa? Mimi siogopi vitu vyako hivi. Sio unanielewa? Kwanza unakumbatiaje huyu? Hapa unatibu kweli? Na wewe unatibu unakumbatiwa? Namtibu huyo. Mbona unakuwa na mchecheto kijana? Yaani unamkumbatia kwanza unamtibu. Mbona mtibu unakumbatia? Mtibu wewe? Mganga rasta. Huyu mganga kweli? Wewe sikiliza nikwambie, hizi rasta zina hifadhi vitu. Umenielewa? Kwa unatania kilinge changu, si ndio? Vipi mbona unamchukua? Wewe unamchukua? दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, रांझे की दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ. Cheki mambo ya grafia hayo.
Mambo ya Facebook. Kusapuka. Lazima usapuke, lazima ujinandi. Mambo mazuri hayo. Mama watoto. Wewe mwanaume gani wewe wa ovyo? Nakwambiaje, ufunguo wako nimeacha hapo chini utaukuta. Na tena nimejipa talaka mimi mwenyewe, kwanza leo mimi na wewe sio mume na mke tena kenge wewe. Maana kila nikikwambia wacha hizo kazi zako utaki kuziacha mbwa kenge wewe. Wewe bodaboda wa Chamanzi, ufunguo wako nimeacha hapo ndo naondoka sasa. Bana boy mkubwa wewe ovyo, mwangalie kwanza. दुनिया भुला के तुमसे Mama watoto. Mama watoto. Halo. Mambo gani nakosa mke sasa? Kisa uganga. Kwa nini? Mbona hii kazi inaanza kuletea nuksi? Kwa nini inakuwa hivi? Nafsi yangu nilikupa uitunze mpenzi, na sasa jijisika kuchanganya mapenzi, ukasariti na ukanikana, ukaniacha dunia ikiniandama. Kuwa nawe tena itowezekana mpenzi, shampata ambaye tunapendana. Majeraha makubwa yenye adui moyoni, mimi nishamwachia Maulana. Nafsi yangu nilikupa uitunze mpenzi, na sasa jijisika kuchanganya mapenzi, ukasariti na ukanikana, ukaniacha dunia ikiniandama. Kuwa nawe tena itowezekana mpenzi. Hivi kweli kaondoka mke wangu? Hivi kweli kazi swali sio nzuri. Paka mke wangu ameondoka kama hivi. Eti kisa uganga. Ona sasa nimekosa mke. Mke wangu kaondoka kaniacha. Poa. Bora tu nikaburudisha hata moyo. Manake sasa hii hali ishakuwa ngumu. Bora tu niende moyo wangu ni ufaridi. Nafsi yangu nilikupa uitunze mpenzi, na sasa jijisika kuchanganya mapenzi, ukasariti na ukanikana, ukaniacha dunia ikiniandama. Kuwa nawe tena itowezekana mpenzi, shampata ambaye tunapendana. Majeraha makubwa yenye adui moyoni, mimi nishamwachia Maulana. Nafsi yangu nilikupa uitunze mpenzi, na sasa jijisika kuchanganya mapenzi, ukasariti na ukanikana, ukaniacha dunia ikiniandama. Kuwa nawe tena itowezekana mpenzi, shampata ambaye tunapendana. Oya, usimnyanga Kilomo. Ndio huyu mwenyewe mganga wako wewe, kwa mafuta ndio huyu hapa. Sikiliza, huyu itakuwa kafa huyu. Subiri kwanza kidogo. Sasa unashikaje hivyo mwanangu? Umshaji itakuwa kalewa mwanangu. Kalewa kalewa. Ile mbona kama limelewa. Umeona mwake unadunda. Huyu mzima. Mimi kajua amekufa au mwanangu umeua. Oya, mwanangu umeua. Mwanangu umeua wewe. Oya, sikia mwanangu, nimeua sanga. Sisi nitwe mkuta chini hapa, nimeua sanga mwanangu, tuiza akili yako. Chokole hapa tumsitu mbeleke hata kwake. Tumbebe? Mimi si mbebi. Mimi naondoka basi, tufanye binadamu wangu kitu kimoja, tumsaidie. Kwa sababu unajua yuko njiani huyu. Sema kweli. Una bahati. Kuda dadeki, kuba babake na kubeba. Kwa mahaba yako na enjoy. Oh mama, sitokuacha wewe wende mbali. Hapana tena mi kwako ni boya, yani nimechizika. Ukija ni chitimi, yani mie nitapagawa. Uzuri wako yani umelithi kwa mama, sula nawe shepu yako ndo unanichanganyaga. Na hivyo ujue kulinga cha upole wa watu, pongezi kwa lokuza. Mwanzo alinitesa. Ndio hivyo bwana, mke wangu kaniacha. Umeona jinsi alivyonipigia simu, yani sijaamini kabisa. Umeona, ndio maana mkanikutali kama ile. Kakimbia. Ila umesikia? Pole sana ndugu yangu.
pole sana kwa matatizo. Ila sasa na wewe umezidi, ukome. Wewe ndio maana mke wako mpaka kukimbia. Wewe kaza yako utapeli tu. Au ulikuwa unamlisha nini? Au saa tuachane nayo. Ila nisikize kitu kimoja. Alafu hapo votu hadisia umesema kwamba una fani yako nzuri tu mwenyewe kuendesha gari. Ila wewe akili zako zilivyokuwa mbili kama unamvutaji bangi, ukienda kuonesha mataksi ya watu usije ukaingiza watu kwenye mtaro. Umesikia? Alafu kingine, fanya fani yako hiyo ya udereva. Kumbe umesoma ndugu yangu. Uganga achana nao. Uganga wafu wewe sio mganga, wewe tapeli. Sio umenielewa? Achana na uganga. Wewe cha kufanya ndugu yangu mke wako wewe utampata. Wewe mpigie mke wako, ongea naye, bwana mimi mke wangu kweli nimekosea. Mimi sasa hivi mimi sitaki tena, si ndio? Amwambie kwamba yeye hataki tena uganga. Afu mimi alinitapeli huu. Ukianza kazi wewe unarudishia 5 yangu, nimekumbuka. So wewe tu mimi mwenyewe pia nizajidisha vile vile. Ananiambia vua. Si ndio ile siku ile alikuwa anataka kupaka mafuta? Alikuwa kukupididi. Letea mtoto ndo si ndio jamaa. Basi sawa. Umesikia? Fanya hivyo. Umeelewa? Uache uganga huo utapeli, achana nao. Kichwa kaa kenge. Basi baba sasa simpe nenge tashindwa kijana. Basi ndio hivyo ndugu yangu. Wewe kama unafanya yako ujiendeleze nayo. Sawa, hamna shida. Shemeji atarudi tu. Sawa, mimi ndugu zangu nimeelewa. Hiyo kazi nitaachana nayo na nitaingia katika driving, hakuna shida yoyote. Muona, na nashukuru sana ndugu zangu kwa kunisaidia. Manake utamu wangu ule. Sema ukome siku nyingine nini? Ndio hivyo utamu wangu ule. Bwana sikiliza. Sisi bwana tumeshakusaidia, tumekukota kule. Wewe ulilala mwenyewe ndio umelewa hivyo, yaani mpaka ujelewi. Wewe kenge kweli, wewe mbuzi kabisa wewe. Yaani unalala mpaka ujelewi. Nisikilize, wewe fanya hivyo. Au sio? Wewe fanya hivyo, kapige kazi hiyo ya utaxi. Kazi zipo. Oya, mimi nafikiri tumeshamaliza, au sio? Biba tusubiri ugali bwana. Ugali kwa leo unapenda kitu ugali. Kwanza ugali upo mwenyewe. Mwanangu. Eti kanuna. Baridi, mpigie mkeo mbwa wewe. Kwa mahaba yako na enjoy. Oh mama, sitokuacha wewe uende mbali. Hapana tena mi kwako ni boya, yani nimechizika. Ukija ni chiti mi, yani mie nitapagawa. Uzuri wako yani umelithi kwa mama, sula nayo shepu yako ndo unanichanganyaga. Na hivyo ujue kulinga cha upole wa watu, pongezi kwa lokuza. Mwanzo alinitesa sana, baba sijajua kama upo kwenye hii dunia. Nishasahau yalopita, kama ni ugonjwa tayari ushaniponya. Kudadeki